Kwingineko, kila unapotazama taarifa zetu kila siku, unayemfahamu zaidi ni msomaji wa habari au ripota anayekujuza yaliyojiri. Hata hivyo, nyuma ya kila picha unayotazama, wapiga picha huwa na jukumu nzito kuhakikisha picha ya taarifa zilizojiri zinakupa ufahamu halisi wa mambo yalivyokuwa. Mara nyingi wapiga picha hujipata kwenye vitoa machozi, hatari ya risasi na hata mara nyingine ghadhabu za wananchi. Tazama. I would say Raila were different characters depending on the event, depending on the season. For example, during Maandamano, Raila was a fighter. During a youth conference, Raila was a motivational speaker. Anatolewa kwa kiwanja. Nenda pande ile. Amempatia Imran. Nenda kwa mpira. During probably some ceremonies, he is also an elder. So depending on the season, depending on the time, he wore different characters. Mimi kama mpiga picha na pia mwanahabari nimeweza kushuhudia mikutano mingi ya Raila Odinga ama baba kama tulivyomfahamu sisi pia kama wanahabari, na nimeweza kukava mikutano mingi ikiwemo maandamano, mikutano ya press conferences yenye alikuwa akiitisha. Naweza sema kwamba Raila Odinga kama sisi kama wanahabari ama kama wapiga picha, wakati kunasemekana kwamba ako na jambo kwa wakati fulani, kulikuwa na ile excitement ya kutaka kujua hii leo ni nini haswa Raila Odinga anataka kuongelelea nini. Jamaa tuwezi kukubali. Tutaendelea mbele mpaka tomo ya Isaac Hassan na wenzake wameenda nyumbani. Lakini kusema ukweli, ile iliyokuwa ile kwa kizungu inaitwa mother of all protests, yenye mimi nakumbuka kwa kindani kabisa, yenye najua Raila Odinga aliweza kushiriki, ni hii yenye kwa hii picha unayoitazama hapa. Nakumbuka ile siku mimi nilikuwa uwanja wa Jacaranda. Procession yetu ilianzia Capitol Hill, ilikuwa very peaceful, chill morning. Nakumbuka vizuri paka tulikuwa tumejivalisha zile magwanda, alafu tumeweka vile vitu zetu za press, paka tukapiga selfie. Hiyo ya kusema hii moment tulikuwa tunakaa journalists wenyewe kufanya shughuli, kwa sababu hiyo time tulikuwa tumeambiwa leo itakuwa siku ngumu sana kwetu. Katika barabara kuu ya Outer Ring, hapo tulipata yale polisi walikuwa wameweka kizuizi na walikuwa wamejiandaa vilivyo. So pale ndio tukaanza kupigwa na ile vitu wa machozi, maji tukimwagiwa ya pilipili, na pia wengine wao walikuwa wanapiga risasi. So wakati huo sasa tulikuwa tumevumilia kwa hiyo gari, tukisimulia, tukipiga, kwa vile tulikuwa tunapeperusha moja kwa moja. Sisi tulikuwa tumejiandaa na kamera 3, moja ya Moses Mwakisha ilikuwa nyuma tu ya gari ya Raila Odinga ya hayati, alafu yangu iko mbele ya gari yake, and then kulikuwa na mpiga picha mwenzangu Gitonga ambaye alikuwa kwa ile footbridge, ile daraja ambaye watu upitia hapo. Sasa yeye ndiye aliweza kutupata sisi, tukiweza kupata hiyo mashambulizi ya polisi tukipigwa. Kukava Raila ni kama ile simulizi patanishi. Kuna furaha, wengine wamekasirika, wengine wanalia. Manake tukiwa hapo Kware, kabla tujafika Kware, watu walikuwa wanatoka kwa manyumba wanamwaga maji
wakimwagilia watu maji kupoza ile mioshi ile ya tear gas ile. Sasa mimi kufika hapo naona mwenzangu mbele, nikiangalia naona moshi. Nikamwambia mwenzangu mwenye nilikuwa naye kwa hiyo gari tukifuata Raila, ilikuwa ni Alfred Cheriot, mpiga picha mwenzangu. So nikamwambia, ndugu yangu, mbele mimi sioni kwa sababu naona giza. Hata nikifungulia nikiweka ile wide shot naona tu giza mbele, sioni kitu. Ngamwambia ni kama mbele kuna shida. Bado kuproceed hatuwezi enda mbele. Kulikuwa na nini, bari ya polisi, kuna hiyo flyover ilikuwa hapo, na kulikuwa na kanta. So pale mbele tia gazi zinaona zinarushwa kwetu. Gari yetu inaenda, lakini tia gazi zinaendelea kurushwa mingi. Nakumbuka hata gari yetu ilitani. Hiyo gari ya kwanza ilitani ya polisi, ikabaki sasa sisi ndio tumebaki mbele. Why tangu naanza cover for almost over 10 years sijawahi kula tia gazi mingi hivyo nikicover Raila. One of the journalists alikuwa sisi kujupala juu kwa gari, tulikuwa station kama 4-5 hapo hivyo, main stations. So kuna journalist mmoja alikuwa tia gazi zilikuwa zinarushwa mingi, aliweza akafaint. Vile alifaint, sasa mimi nilikuwa namshikilia, at least namwambia jamaa jikaze, tunafaa hapa tutatoka tu. Kumbe time tunajaribu ku gather your confidence sisi wote, tia gazi zinaendelea kurushwa. Na nilisikia tia gazi imerushwa, mimi nilisikia tu kwanza nimepigwa pap, ikagonga kichwa. Iligonga kichwa, nilikuwa nimevaa helmet. Ikagonga mwenye alikuwa nyuma yangu. So mwenye kwa nyuma yangu anasema nimegongwa, lakini sasa kuangalia naona ameruka nje. So mimi nikasema wacha pia mimi nijaribu kujitoa. Juu sasa hiyo time unaangalia nyuma, pia kati ya gazi nyingine imekuja, nikasikia nyingine imeingia kwa my chest. Sasa yule alikuwa amevaa bulletproof ndani ya chest, vile ilipoingia ndani ilikuwa moto. Unajua tia gazi inakuwa moto. So ile mimi nangangana kuitoa, ilichoma hapa. Nilikuwa na scar hapa. Ilichoma hii scar, kuna scar kubwa hapa sana, ikatoka mpaka nilikuwa nasikia nyama ilitoka na nyama kidogo juu nilipoitupa hivi ililipuka. Hao walikuwa wamekaa karibu na mimi sasa hapa mbele. Unajua wale nyuma waliruka, hao mbele waliruka nje. Kamera ilikuwa na hang kwa sababu nilikuwa nafanya live transmission. So kamera bado ilikuwa na hang. Ila wakati nilikuwa navuruta kamba sasa kuichukua kamera ndio nivute hivi, hapo nilisikia the right side imepigwa, niliona tu black. Sijui nini limefanyika, nilijipata tu nimeanguka, nimetoka tu juu ya gari, nakumbuka tu niko chini. Bizi walikuwa wamekimbia wote. So unde alikanyaga mwaka ananiambia huyu ni kama huyu amekufa. Nikashtuka. Kashanga huyu amekufa, lakini najisikia. Sasa nikafanya vidole zangu hivi ndio nione kama ni mimi ama ni mimi naongelelea. Ndio nikapata fahamu ni mimi. Kidogo naona blurry images ya watu na cross wanapita mbele yangu. Na kwa hivyo mimi mwenyewe ndio sasa kamera yangu ilibaki kama bado inaendelea kurekodi ama kupeperusha yale matangazo. Lakini sasa hapo ndio sasa vile nilikaribia ama wakati zile purukushani zilipungua kidogo, nikaenda mimi mwenyewe nikaangalia, nikatizama zile uharibifu wenye ulikuwa umefanyika pale. Nikaona kamera zimeharibiwa, zile vifaa za kupeperusha zenye kwa kawaida tunaziita live views pia zilikuwa zimeloa maji. Pia nikamuona alikuwa ameumia hapa, alikuwa anavuja damu kutoka hapo, na ni kama aligongwa na kile kitoa machozi hapa kwa uso wake. Na kusema ukweli mimi sijawahi kuona maandamano mengine yenye Raila mwenyewe aliweza kufika mwenyewe na kutoka wakati ule. Ilikuwa tu ile tunasema ya kukata na shoka.